Bwana, mara baada ya kutamatika kwa mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch, mchezo ambao ulizungumzwa kwa ukubwa takriban wiki nzima hii, watu walikuwa wakiuzungumzia mchezo huu na umetamatika sasa, mnyama akiondoka na ushindi mwembamba bao 1-0 katika uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Sasa niko na wachambuzi wangu hapa, nipo na Mwayombo lakini pia nipo na Joe. Tunauzungumza mchezo huu ambao umetamatika muda mfupi uliopita na Simba kuweza kuchomoza na ushindi wa bao 1-0. Bwana Mwayombo, mambo vipi? Mimi niko poa. Shwari? Ubaya ubwela. Mambo yanasemaje? Fresh. Bwana, mchezo umetamatika. Simba wanaondoka na ushindi wa bao 1-0 katika uwanja wa New Amani Complex. Kwa upande wako mchezo ulitazamaje, lakini pia ushindi huu ambao Simba wameupata wa bao 1-0 unatoa taswira gani ama unatoa picha gani kuelekea katika mchezo wao wa marudiano? Bwana, mimi nimeangalia ni dakika 90 ambazo zilikuwa ngumu sana kwa timu zote mbili. Ukiangalia upande wa Simba, ukiangalia upande wa Stellenbosch, wameonyesha performance nzuri sana watu wote wawili, kwa sababu kulikuwa kuna umakini mkubwa. Stellenbosch walikuwa na mpango mzuri sana wa kuzuia. Na ndio maana kama umeangalia zile dakika 45 za kwanza hadi wanakuja kufungwa bao, walikuwa wamefanya makosa machache sana. Licha ya kuwa Simba wamejaribu kutengeneza nafasi nyingi kwenye huu mchezo, lakini wamekosa umakini kwenye eneo la ushambuliaji. Na hii ni ugonjwa, ama huu ni ugonjwa ambao Simba wanao kwa muda mrefu sana. Yaani tangu michuano hii inaanza, moja ya timu ambayo inatengeneza nafasi nyingi kuelekea kwenye yani kwenye eneo la mtu ni Simba, lakini kuweka mpira nyavuni imekuwa changamoto kidogo. Lakini yote kwa yote, ushindi wa bao 1-0 nyumbani mimi kwangu ni ushindi mzuri sana kwa upande wa Simba, kwa sababu wana faida, hawajaruhusu bao nyumbani, wanaongoza bao 1-0. Wakienda ugenini pressure inakuwa kwa mwenyeji. Kwa hiyo kitu kikubwa kwao itakuwa sasa ni kulinda wasiweze kuruhusu bao mapema, wakati huo huo watengeneze mpango wa kwenda kufunga bao la pili na maana ugenini. Lakini kwa performance ambayo wameionyesha leo New Amani Complex ilikuwa ni nzuri sana. Licha kuwa kipindi cha kwanza Simba ndio walikuwa wanaweza kumaliza mechi. Mpaka huwa anakuja kufunga ile free kick. Yes. Simba walikuwa na uwezo wa kuhamisha funga mabao mengine mawili. Lakini safu yao ya ushambuliaji jamaa, kuna utulivu ulikosekana katika wale viungo wa shambuliaji wa Simba. Yaani kuna eneo mtu anataka afanye maamuzi, eneo ambalo ni gumu ndo anakuja kufanya maamuzi. Sasa hii imewaangusha Simba. Nafikiri mwalimu amekiona hiki kitu. Lazima anaenda kukifanyia kazi. Kipindi cha pili Stellenbosch walibadilika, walifanya mabadiliko, wakaamua kwa direct zaidi. Wameisumbua Simba kipindi cha pili. Kwa sasa Simba wameona testi sahihi ya Stellenbosch. Ina maana ule mchezo wa marudiano Stellenbosch wataanzia hapo sasa. Yaani wataanzia katika ile eneo ambalo wamemaliza nalo leo. Watapoenda Afrika Kusini nyumbani, manake wataanza kupush kama ambavyo tumewashuhudia leo hii pale New Amani Complex kipindi cha pili. Hawajafunga bao, lakini ulikuwa unaona ni timu ambayo inatengeneza nafasi, licha kwa bado ni moja ya timu ambayo haifungi mabao mengi. Kwa hiyo mimi kwa kujibu swali lako, kwa wale ambao watu wana hofu labda Simba anaweza akaenda kufanya vibaya Afrika Kusini, mimi siamini hivyo. Mimi naamini Simba ameshatanguliza mguu mmoja finali. Simba ameshatanguliza mguu mmoja finali. Simba ameshatanguliza mguu mmoja finali. Anachotakiwa kufanya zile dakika 90 za Afrika Kusini ni kwenda kucheza kwa nidhamu ya juu na umakini mkubwa ili aweze kutinga finali moja kwa moja. Bwana, mchezo wa Simba dhidi ya Stellenbosch kidogo ni umenikumbusha ule mchezo kati ya Simba dhidi ya Bravos ambao ulichezwa pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Simba wanatangulia kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili inaonekana kama mpinzani ameikamata mechi ama mpinzani ameuchukua mchezo. Kwa upande wako Mwayombo, hii ni hatari kwa kiasi gani, lakini pia ina afya kwa kiasi gani kwa Simba ambayo inakwenda ugenini ikiwa na mtaji wa bao 1? Unajua kwenye hizi mechi za mtoano bao 1 tu linakuvusha. Sasa kuna wakati unaweza kusema labda ngoja niamue kupishana naye huyu mtu moja kwa moja, ama niamue kushindana naye, ukajikuta mpango wako wa kwanza unakufa. Kwa hiyo mimi ushindi wa bao 1-0 ni mzuri sana. Mimi naamini Simba kwa timu alionayo akitulia ana uwezo wa kumdominate Stellenbosch nyumbani kwake. Hicho kitu kinawezekana. Ana uwezo wa kumpa game ngumu nyumbani kwake. Stellenbosch ni utulivu tu. Na uzuri hizi timu zinatoka ukanda mmoja. Mpira ambao unachezwa katika eneo hili ni rahisi sana kufahamiana. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna shaka yoyote ile. Ameshinda 1-0 hapa, lakini bado ana nafasi ya kufanya vizuri hata ugenini Afrika Kusini. Bado nafasi hiyo ni kubwa sana kwa upande wangu. Bwana Mr. Joe,
Tumeshuhudia dakika 90 ambazo mnyama ameondoka na ushindi wa bao 1-0 pale katika uwanja wa New Amani Complex. So far mchezo umeutazama vizuri, tuambie kwa upande wako dakika 90 zilikuwaje, lakini pia kiwango cha wachezaji wa Simba ambacho kimeonekana katika mchezo wa kwanza inakupa picha gani kuelekea mchezo wa marudiano? Mimi nadhani ni utaratibu ambao kocha Fadlu amejiwekea, kwa sababu akija kipindi cha pili anakuwa tofauti kabisa. Wachezaji wanapunguza ile morali wanaokuwa wanatumia kipindi cha kwanza. Tumeangalia kipindi cha kwanza Simba walikuwa makini kabisa kwenye kila eneo, walipokuwa wakipata mpira wanarudi kushikukaba. Kipindi cha pili nadhani walipoteza baadhi ya umakini ambao walikuwa nao kipindi cha kwanza. Unaona anatoka beki Shamoka Laboa, timu inabadilika kwenye uchezaji. Wanarudi viungo wa chini kucheza kama mabeki. Kwa hiyo lazima waongeze umakini sana wakienda South Africa. Nimeona walikuwa na wachezaji wawili watatu. Mchezaji anaitwa Kiba, mwingine anaitwa Nduli. Wanacheza vizuri sana pale kati. Namba 8 na namba 6 wako vizuri sana. Kwa hiyo Simba wajaribu kufanya vizuri. Nadhani mechi ya pili aende na viungo watatu wakabaji. Viungo watatu ambapo Ngoma, Kagoma na Mavambo waweze kwenda kufanyaje kushindana na wale viungo. Hawatumii nguvu nyingi, lakini ni wako technical, wako vizuri sana, wana akili kubwa sana. Kwa hiyo Simba wajaribu kufanya hivyo, na msaada kwa wale wachezaji. Leo Kibu alikuwa kwenye ubora mkubwa sana kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili amedrop kidogo kwa sababu kuna baadhi ya vitu alikuwa anafanya ambavyo sio vya msingi. Then kipindi cha pili alikuwa amechoka kabisa. Nadhani Mayombo umeona amepotea kabisa uwanjani. Hata goli anaenda kupoteza goli, ingawa ndio watu wengi wanapoteza pale, ila ukipata nafasi kama ile weka kambani. Ili usije ukawapa mzigo watu wakienda South Africa. Wataanza kuikumbuka hiyo nafasi. Sawa. Bwana, goli moja Mayombo, kwa upande wako tumeona kwenye CAF Champions League jana hakukuwa na mabao kwenye mechi zote. Kwenye shirikisho tayari tumeanza kuona mabao, japo ni machache, na mchezo ujao itakuwaje, lakini kwa upande wako una kipi ambacho umekiona cha tofauti kwenye michuano hii ya kimataifa msimu huu? Michuano imekuwa migumu sana. Unajua kuna mechi nyingi zimepigwa. Mfano RS Berkane amemtoa ASEC Mimosas kwa bao 1-0 tu. Mechi ya kwanza 1-1, watu wakaamini ikienda kule ugenini. Mechi ya kwanza alishinda ugenini. No, 1-1. 1-1 mechi ya kwanza. RS Berkane alikuwa anaongozwa, alichomoa dakika za jioni. Mechi ya pili akiwa ugenini ndo akaweza kushinda, akiwa nyumbani sasa akiwa shinda bao 1-0, akaenda finali, na goli lenyewe amekuja kulipata kwa dakika kama 77, ukaenda dakika 15 za mwisho. Umeona michuano ya CAF imebadilika siku hizi. Mechi zimekuwa ngumu sana. Unaona timu inaweza kwenda ugenini ikacheza vizuri kwa mipango na ikapata matokeo, na vile vile na nyumbani vile vile ikacheza mfumo ule ule na ikapata matokeo. Ndio maana nilikuwa nakwambia jana tulikuwa tunaangalia wote mechi hapa. Mechi za Orlando na Piramidi. Hata zile mechi bado hazijaisha. Yaani ambazo wametoka sare bila. Kwa wale mashabiki wa juu wanaamini mechi zimeisha. Lakini zile mechi wakienda kucheza mechi za pili, tutakuja kushuhudia kitu kingine kabisa, na lazima kuna matokeo ya kushangaza yatakuwepo, watu hawataamini. Huu ni mpira wa miguu. Nakumbuka goli la ugenini bado lipo kwenye michuano hii. Ingekuwa Ulaya wao wameshaliua ile goli la ugenini, halipo. Kwa hiyo hata timu wametengeneza hivi ili kusitokee na timu za kupoteza muda kuamini bwana nikiwa nyumbani nitashinda mchezo. Nipate kigoli kimoja hapa, nilinde. Ulaya haipo hiyo. Unakuja kwako mtu anapiga mpira mwingi, anaenda ugenini mtu anapiga mpira mwingi. Kwa hiyo mimi kama nilivyokuambia hapo awali, huu ushindi wa bao 1-0 wa Simba ni mzuri sana. Kitu pekee ni zile dakika 90 bora wakaonyeshe kiwango kizuri ugenini, mwisho wa siku sasa waweze kupata matokeo mazuri na kwenda katika hatua ile ya finali ambayo wanaiwinda msimu huu. Ndio.